una nguvu ya kuvunja na kuondoa laana. Tuko kwenye jambo la pili hilo. Msalaba una nguvu ya kuvunja na kuondoa laana. Kitabu cha Wagalatia 3:13-14. Naomba nisome andiko hilo. Wagalatia sura ile ya 3 mstari wa 13 na wa 14. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo. Pale msalabani, moja ya kitu ambacho Yesu alikuwa anashughulikia au anashughulika nacho ni laana. Moja ya kitu ambacho Yesu alikuwa anakishughulikia pale msalabani ilikuwa ni laana. Yaani pale msalabani Yesu alikuwa anavunja laana, alikuwa anaondoa laana, laana ambayo ilikuwa inawakabili au inawakumba watu. Yesu kwa njia ya msalaba wake alikuwa anaiondoa. Kwa hiyo msalaba una nguvu ya kuvunja laana na kuondoa laana. Kwa hiyo tumeshaona laana ni kitu gani? Tumeshaona laana ni kitu kinachotesa maisha ya watu wengi. Miongoni mwa mambo ambayo yanatesa maisha ya watu wengi ni pamoja na laana. Laana ina nguvu ya kutesa maisha ya watu wengi. Watu wengi sana ni wahanga wa laana. Watu wengi mno ni wahanga wa laana. Kuna namna moja ama nyingine, maisha ya watu wengi yako chini ya laana fulani, yako chini ya laana fulani. Kwa hiyo tuliona mambo yanayoleta laana au yanayosababisha laana. Tumeyaona hayo mambo, tumeyataja, tumeyaona na tumejifunza. Lakini jioni hii ya leo bado tunaendelea kuangalia nguvu iliyo katika msalaba wa Yesu katika kuvunja na kuondoa laana. Tamani tusogee kidogo mbele. Nguvu ya msalaba mahali pengine inatajwa ni nguvu ya ulimwengu ujao. Nataka tuangalie kidogo juu hiyo. Nguvu ya msalaba ni nguvu ya ulimwengu ujao. Kumbuka jambo letu la muhimu kwamba tunaangalia nguvu ya msalaba katika kuvunja laana. Msalaba una nguvu ya kuvunja laana. Nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo ni nguvu ya ulimwengu ujao. Kama unaandika, hili ndilo linalotufungulia kwenda mbele kidogo. Tamani unifuatilie vizuri ili ujifunze na unisikilize vizuri. Ulimwengu ujao utakuwa na maisha yasiyofanana na haya ya sasa. Ulimwengu ujao utakuwa na maisha yasiyofanana na haya ya sasa.
Yaani maisha haya sasa, maisha ya magonjwa, maisha ya mara ajali, maisha ya mara nyumba imesombwa na maji, maisha ya mara upepo umepita ukapita na ukaangusha nyumba. Ulimwengu ujao, upo ulimwengu, lakini ni ujao. Hautakuwa na maisha yanayofanana na haya sasa. Hautakuwa na maisha yanayofanana na haya sasa. Mara misiba, kwa maana ya kufiwa. Maisha haya tulio nayo sasa yana matukio mengi sana ya kuumiza, yana matukio mengi sana ya kukatisha tamaa, yana matukio mengi sana ya kujeruhi. Sasa maisha haya ya sasa hayatakuwepo kwenye ulimwengu ujao. Kumbuka neno hili, nguvu ya msalaba ni nguvu ya ulimwengu ujao. Sasa nikusomee maandiko machache hapa. Kitabu cha Ufunuo sura ya 21. Kitabu cha Ufunuo sura ya 21. Tuanze na mstari wa 9 mpaka wa 11. Alafu tutasoma mstari wa 23 mpaka 27. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 9 mpaka 11. Tutaruka, tutaenda kusoma mstari wa 23 mpaka 27. Maandiko yanasema, akaja malaika wa saba, akaja mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na vile vitasa saba vilivyojaa mapigo saba ya mwisho. Naye akanena nami akasema, njoo huku, nami nitakuonyesha ya yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Mstari wa 10. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Mstari wa 11. Wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito cha thamani nyingi, kama kito cha yasipi safi ya bilauri. Turuke twende mstari wa 23. Labda ni fafanue kidogo hapa ili tuwe na uelewa unaolingana. Huyu ni mtumishi wa Mungu Yohana. Sasa katika ufunuo wa yale ambayo yanafunuliwa, Biblia imetaja habari ya mji. Anasema kwenye yale maono alimuona malaika wa saba, akaja akamwambia njoo huku. Yule malaika wa saba akamchukua katika roho. Alipomchukua katika roho, alienda akamwonyesha mji. Soma vizuri, taona hiyo. Akamwonyesha mji, akamwonyesha mji kwenye mstari wa 10. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hapa nachotaka ukione kwamba kwenye maono Mungu anamuonyesha Yohana mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni, ukishuka kutoka mbinguni. Tuondoke na hilo jambo. Lakini amesema sifa ya huo mji ya kwamba ulikuwa na utukufu, ndani yake kulikuwa na mwangaza. Twende kwenye mstari wa 23. Mstari wa 23 anasema, na mji ule hauhitaji jua wala mwezi
huangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni mwana-kondoo. Mji huu ambao ameuona, mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake, na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku. Mstari wa 26, nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake. Mstari wa 27, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Twende kwenye kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 22. Tuanze na mstari wa 1 mpaka wa 5. Andika Ufunuo 22 mstari wa 1 mpaka ule wa 5. Ufunuo 22:1 mpaka 5. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana-kondoo. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi na cha mwana-kondoo. Katikati ya njia kuu, katikati ya njia kuu yake, na upande huu na upande huu wa mto ule ulikuwako mti wa uzima uzaao matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa, wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Na katika kiti cha Mungu cha mwana-kondoo, katika kiti cha Mungu na cha mwana-kondoo kitakuwamo ndani yake, naye, narudia mstari wa 3, wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana-kondoo kitakuwamo ndani yake, na watumwa wake watamtumikia, nao watamuona uso wake, na jina lake litakuwa limeandikwa katika nyuso zao. Mstari 5, wala hapata kuwa na usiku tena, wala hayawani, wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala milele na hata milele. Haya ni maisha ya ulimwengu ujao. Ulimwengu ujao maana yake bado haujawa, ila uko ujao, ila uko bado haujawa. Biblia inatuonyesha kwamba kwenye ule mji ambao Yohana alionyeshwa, kuna mambo kadhaa ambayo yanatajwa. Ni mengi kidogo, lakini kinachotajwa kikubwa ni ule uzuri wa ule mji. Sasa moja ya kitu ambacho Biblia inataja cha kwanza, ule mji ni mzuri. Biblia inasema Yerusalemu mpya, maana yake ni mzuri, ni mzuri, unapendeza. Ndani ya huo ulimwengu ujao
kwenye huo ulimwengu kuna mji mzuri. Kwenye huo ulimwengu ujao kuna mji mzuri. Lakini jambo la pili ambalo natajwa mahali pale kwamba mataifa yote yatatembea kwenye nuru ya mji huo. Mataifa yote, yani watu wote watatembea kwenye nuru ya mji huo. Maana kwenye huo mji kuna nuru. Ile nuru iliyo kwenye huo mji inaangaza. Watu wote wanaotembea na watu wote ambao wako ndani yake watatembea kwenye nuru ile. Lakini jambo la tatu ambalo linatajwa, ukifuatilia kimtiririko, Biblia inasema hakutakuwa na uovu ndani ya ule mji. Hakuna uovu, hakuna uovu ndani yake. Na yazungumza haya ili uone tofauti kati ya huo ulimwengu ujao na huu tulio nao sasa. Uone tofauti yake, kwamba kwenye ulimwengu ujao hakutakuwa na uovu. Kwenye huo ulimwengu ujao watu hawatahitaji umeme ili kupata mwangaza, hawatahitaji jua ili kuangaza. Ndani yake kutakuwa na nuru, na nuru ya huo mji inatajwa kwamba ni mwana kondoo wa Mungu, ndiye atakayeangaza kwenye huo mji. Lakini jambo la nne, kwenye huo mji hakutakuwa na uongo. Nilipokuwa nasoma Biblia natafakari kidogo, sababu tungesema tu Biblia ingesema tu uovu ingetosha, lakini inaweka msisitizo wa kusema kwamba hakutakuwa na uongo, kuonyesha kwamba kuna namna ambavyo kwenye ulimwengu wa sasa uongo umeathiri maisha ya watu au umeharibu maisha ya watu. Kuonyesha uzito wa hilo jambo, uongo umetajwa tu wenyewe. Hakutakuwa na uongo, hakutakuwa na uongo. Hilo ni jambo la tano. Lakini hilo jambo la nne. Jambo la tano, kwenye huo mji kutakuwa na mto wa uzima. Soma vizuri, ni mto wa uzima unaopita katikati ya ule mji. Mto, kurudia kusoma utagundua kwamba ni mto wa maji ya uzima. Ni mto una maji, lakini yale maji ni maji ya uzima. Yaani ni mto ambao kwa sababu kusema ukinywa hayo maji unapona. Ukinywa hayo maji unapona. Ni mto una maji ya uzima. Kwa maana unaelewa kule hakutakuwa na nini? Na magonjwa. Kwa sababu kuna mto wa maji ya uzima. Magonjwa hayataingia, hayatakwama. Lakini jambo la sita ambalo nasema, kuna mti wa uzima. Huu mti wa uzima unazaa matunda aina 12 kila mwezi. Lakini majani ya mti huo yanaponya mataifa kwenye ulimwengu ujao. Okay. Jambo la 7, hakutakuwa na usiku. Biblia imekataa kabisa kwamba hakutakuwa na usiku. Jambo la 8 kwenye mtiririko ambalo nataka tuone na tofauti. Kwenye ulimwengu wa sasa kuna usiku, kuna mchana. Kuna usiku, lakini kwenye ulimwengu unaokuja hakutakuwa na usiku. Ni mchana tu, full time. Jambo la 8, Biblia inasema hakutakuwa na laana. Hakutakuwa na laana yoyote. Hiyo ni kwenye ulimwengu ujao. Yaani hakutakuwa na laana yoyote ile. Kule hakuna kusikia laana ya mababu, hakuna kusikia laana ya mabibi,
fulani hakutakuwa na laana tena kwenye huo mji, kutakuwa na laana yoyote ile. Sasa haya nayazungumza ili ndani ya moyo wako uungane na mimi kutaka kujua, okay, ule mji ni mzuri. Kwenye maisha haya watu wanahitaji maisha mazuri. Kwenye maisha ya ulimwengu huu watu wanahitaji kutembea kwenye nuru ya Mungu. Kwenye maisha haya watu hawahitaji kutembea kwenye uovu. Kila mmoja anapigana na uovu kwenye ulimwengu huu. Kila mmoja anapambana na uovu kwenye ulimwengu huu. Lakini kila mmoja anapambana na uongo. Kila mmoja kwenye ulimwengu huu wa sasa anapigana ili apate awe na uzima. Pigana kupata uponyaji. Lakini hakuna anayetaka kutembea kwenye giza kubwa. Hakutakuwa na laana yoyote ile kwenye ulimwengu ujao. Kwa hiyo kuna nguvu fulani ya kiroho ambayo itaondoa laana zote kwenye ulimwengu ujao. Kwenye ulimwengu ujao iko nguvu ya kiroho. Nguvu hiyo ya kiroho kazi yake ni kuondoa laana zote. Ndio maana ukiangalia yaliyotajwa ni mavunjikio ya laana, ni mazao ya laana, kuondoa vyote vinavyoleta laana au laana kwenye maisha ya mwanadamu. Sasa kwenye Biblia inatuonyesha kwamba nguvu hii inayoondoa laana inatoka kwa Mungu na kwa mwana kondoo wake. Nikusomea tena mstari wa 21, mstari wa kwanza kwenye hii 22. Biblia inatuonyesha hivi kwamba hiyo nguvu ambayo inaondoa laana, hiyo nguvu ambayo inafanya iwe ni mchana tu, hiyo nguvu ambayo inafanya kwamba huo mji kusiwe na laana, Biblia inasema hiyo nguvu inatoka kwa Mungu na kwa mwana kondoo wake. Biblia inasema hivi, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Endelea vizuri. Ukitoka katika kiti cha enzi na cha mwana kondoo. Lakini ukirudi kwenye sura hii ya 21, sura hii ya 21, kusome tu mstari huu, mstari wa 23. Na mji ule hautahitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru. Utukufu wa Mungu hutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Maanake kuna nguvu inayotoka kwa Mungu na kwa mwana kondoo wake. Hivyo ndivyo vitakavyotawala kwenye ulimwengu ujao. Hivyo ndivyo vitakavyoenea kwenye ulimwengu ujao. Sasa vikitawala na kuenea, ndiyo matokeo yake haya ambayo tumeyasoma. Hakuna usiku, hakuna uovu, hakuna uongo, hakuna giza, hakuna magonjwa, lakini hakuna laana. Hakuna laana. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu inatoka kwa Mungu, kuna utukufu, kuna udhihirisho unatoka kwa Mungu na kwa mwana kondoo wake. Vinamiliki, vinatawala, vinaenea. Vikimiliki, vikitawala na kuenea, Biblia inasema laana inaondoka. Sasa sikiliza vizuri mtu wa Mungu. Sikiliza vizuri. Zangu tunataka kupata. Kwa maana hiyo, ulimwengu ujao
utatawaliwa na nguvu za Mungu kwa kiwango cha kwamba hakuna laana, hakuna usiku, hakuna uovu wowote ule. Ukitafsiri vizuri, ukitafakari vizuri, manake kitakachopaleti kondoa laana ni Mungu na mwana kondoo wa Mungu. Ukirudi nyuma, hebu nikusomee tena andiko letu la msingi. Ukirudi nyuma kwenye kitabu chetu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, na kutana neno, neno la msalaba kwao waliopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwenye ufunuo kwamba kuna nguvu inatoka kwa Mungu Mwenyezi na kwa mwana kondoo wake. Kwenye Wakorintho anasema msalaba kwa wengine ni upuuzi, lakini kwetu sisi ambao tunaokolewa kuna nguvu ya Mungu, kuna nguvu ya Mungu. Lakini hii nguvu inapita kwenye msalaba. Manake hii nguvu ya ulimwengu ujao ni sawasawa na kusema ya kwamba ni nguvu ile ile inayopatikana kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Nirudie iende vizuri, ya kwamba hiyo nguvu itakayotawala ulimwengu ujao, itakayomiliki ulimwengu ujao, ndiyo nguvu ile ile inayopatikana na inayotoka kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nirudie tena hapa. Sasa nataka tujifunze tukaombe. Nirudie tena vizuri. Nasema hivi, nguvu itakayotawala ulimwengu ujao inatoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo wake. Kwenye kiti cha enzi cha Mungu na kiti cha enzi cha mwana kondoo wake. Hiyo ndio itakayotawala ulimwengu ujao. Msalaba wa Yesu Kristo ni msalaba wa Mungu Mwenyezi, lakini ni msalaba wa mwana kondoo wa Mungu. Ndiyo maana Biblia inasema wale wanaopotea wanahesabu ni upuuzi, wale wanaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ulibeba hilo? Ni nguvu ya Mungu inayookoa, lakini inapitia wapi? Kwenye msalaba. Maana yake nguvu ile ile ambayo itatawala, itaopaleti, itamiliki kwenye ulimwengu ujao kwa kiasi cha kukomesha usiku usiwepo, kwa kiwango cha kukomesha uovu usiwepo, kwa kiwango cha kukomesha uongo usiwepo, kwa kiwango hicho hicho msalaba wa Yesu unaopaleti, kwa kiwango hicho hicho msalaba wa Yesu na nguvu, kwa kiwango hicho hicho msalaba wa Yesu na mamlaka, kwa kiwango hicho hicho. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndawa kurudia, natamani tu mtu fulani uelewe, kwa sababu kuelewa ni kwa muhimu zaidi, ili hata kama unatembea unakuwa na huo uelewa, utakusaidia mahali popote pale. Utakusaidia, yaani sio tu kwa ajili ya kuomba leo, utakusaidia mahali popote. Msalaba wa Yesu una nguvu za Mungu, una nguvu za Mungu. Msalaba wa Yesu umebeba nguvu za Mungu. Kwenye ulimwengu huu wa sasa, Mungu ameuchagua msalaba apitishe nguvu zake pale kwenye msalaba. Msalaba wenyewe umembeba mwana kondoo. Haitwi mwana kondoo wa mtu, anaitwa mwana kondoo wa Mungu.
kupitia kwenye msalaba ziko nguvu za kiungu. Kwenye ulimwengu huu wa sasa hizo nguvu haziko dhahiri, hazijafunuliwa, hazijaachiliwa, ila ni dhahiri, hazijafunuliwa kwenye ulimwengu, kwa maana ya kwamba kuopaleti kwa kiwango cha kwamba nuru ya mji iwe ni taa ya mwana kondoo. Lakini ni kwa namna hiyo hiyo katika msalaba. Manake msalaba kwenye maisha ya mtu umebeba nguvu, na una nguvu ukiingia kwenye maisha ya mtu kuondoa kila aina ya laana, kuvunja kila aina ya laana, kuzuia kila aina ya laana, kupambana na laana aina zote. Ni maisha ya mtu, ni nguvu ya ulimwengu ujao. Sasa nguvu hii ni nguvu ya ulimwengu ujao, inaondoa laana. Swali hapa, je, hii nguvu ya ulimwengu ujao, tumesoma hapo, hii nguvu ya ulimwengu ujao kwenye ulimwengu huu wa sasa inatenda kazi? Tusome Waebrania 6, kwa sababu mtu mwingine anafahamu sema, mchungaji, hili andiko umetusomea Ufunuo, hili andiko ni kwenye mji huo, sio huu, ni kwenye mji huo. Sasa mimi nataka nikusaidie. Je, haya tuliyoyasoma, nguvu ya ulimwengu ujao, inatenda kazi kwenye ulimwengu huu tulionao sasa? Waebrania 6, tuanze na mstari wa 4. Waebrania 6, tuanze na mstari wa 4. Waebrania 6 mstari wa 4, some tu mpaka wa 5. Kwa maana hao waliokwisha kupokea nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washarika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, na nguvu za zamani zijazo. Ili tuende vizuri, mimi tu nikusomee pia Kiswahili kilichoboreshwa ili tuelewane vizuri, kwa sababu sisi hapa ni Waswahili tupu, na sisi ni Waswahili tupu. Nikusomee Waebrania hiyo, nirudie. Anasema hivi: kwa kuwa ni vigumu kwa wale ambao wakati fulani walishapata nuru. Ibebe hilo neno, ni vigumu kwa wale ambao kwa wakati fulani walishapata nuru. Kwa tunazungumza juu ya watu ambao walishapata nuru. Okay? Ambao walishapata nuru, wakati fulani walipata nuru, ambao walishaonja kipawa cha mbinguni. Yaani hao watu wameshaokoka, kwa sababu wokovu ni kitu kilichoshuka kutoka mbinguni. Walishaokoka, wokovu ni mpango wa Mungu. Walishaokoka, wakati fulani walishapata nuru, wakati fulani walishaonja kipawa cha mbinguni, alafu wanaendelea kushiriki, ambao wamekwisha kushiriki katika Roho wa Mungu. Manake hawa watu alipata nuru, alishiriki, alionja kipawa cha mbinguni, lakini akashiriki katika Roho Mtakatifu, mambo ya rohoni. Mstari wa 5, ambao wameonja uzuri wa neno la Mungu. Huyu akaonja uzuri wa neno la Mungu, akaonja uzuri wa neno la Mungu, lakini na anasema wa neno la Mungu na nguvu za wakati ujao, na nguvu za wakati ujao. Hili neno kwenye
kwenye Kiswahili hiki anasema na nguvu za zamani zijazo. Yaani nguvu za wakati ujao, nguvu za ulimwengu ujao. Sasa angalia anatuzungumza. Waebrania anatuthibitishia kwamba kwenye ulimwengu huu tulio nao, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwenye ulimwengu huu tulio nao, mtu anaweza akatumia nguvu za ulimwengu ujao. Sasa sinaeleweka? Yaani ni tuko sasa, lakini mtu akatumia nguvu za ulimwengu ujao. Upi? Tuliosoma kwenye Ufunuo. Waebrania anasema hivyo. Anasema ni vigumu, ukiendelea kusoma amelenga kitu kingine huku chini, lakini anatuonyesha picha ya kwamba kuna mtu anaweza akaonja kipawa cha nguvu za ulimwengu ujao. Tumeona nguvu ya ulimwengu ujao inafanya kusiwe na giza. Nguvu ya ulimwengu ujao inafanya kusiwe na laana yoyote ile kwenye maisha ya mtu. Ni nguvu ya ulimwengu ujao. Kwa hiyo Biblia au maandiko yanajibu kwenye ulimwengu huu uliopo sasa. Mtu anaweza akatembea kwenye viwango vya nguvu za ulimwengu ujao. Kupitia nini? Kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Okay, kidogo tu hapa. Kidogo tu hapa. Nikurudishe. Kwa nini mimi nakurudisha hapa? Ili upate kitu fulani. Tuangalie mambo ambayo ulimwengu ujao utashughulika nayo. Nguvu ya ulimwengu ujao utashughulika nayo. Jambo la kwanza, ulimwengu ujao utashughulika na kuondoa machozi. Hakutakuwa na machozi, kufuta machozi. Na kuonyesha tu ili uone namna ambavyo msalaba wa Yesu una nguvu ya kuondoa laana kwenye ulimwengu huu tulio nao sasa. Kwa sababu laana inamwinulia mtu machozi, inamfanya mtu aliye machozi. Machozi mengine ni sababu ya laana. Kuna laana fulani zinaleta maumivu kiasi cha machozi. Kwenye kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 4. Kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 4. 21 mstari wa 4. Haraka tu hapo. Haraka. Anasema hivi: naye atafuta kila chozi katika macho yao. Kwenye mji upi? Kwenye huo ulimwengu, huo mji mpya, Yerusalemu mpya, kwenye ulimwengu ujao atafuta kila machozi. Maana yake kutakuwa na nguvu itakayofanya pasiwe na mtu wa kulia. Biblia inasema itafuta kila machozi. Maana yake kuna nguvu itakayoondoa hayo machozi au kufuta hayo machozi kwenye macho yao. Jambo la pili, nikwambia laana inaleta machozi. Laana inafanya watu walie kwa sababu inamletea mtu maumivu. Sasa nasema cha pili, mauti. Nguvu ya ulimwengu ujao itashughulika na kuondoa mauti. Mauti haitakuwepo kwenye huo ulimwengu ujao. Hakutakuwa na mauti. Naelewa laana ni nguvu isiyo ya ulimwengu huu inayomwinulia mtu matatizo hata kumuua. Kwa hiyo ulimwengu ujao itakuwepo nguvu inayoshughulika na kuondoa mauti. Hakutakuwa na mauti. Biblia inasema kwa njia ya msalaba yeye aliye na nguvu ya mauti aliharibiwa. Sio tu mauti mwenyewe, yeye
dhidi ya mauti. Aliharibiwa, manake mauti iliharibiwa pale msalabani. Manake msalaba una nguvu, ni nguvu ile ile ambayo itaopaleti kwenye ulimwengu ujao, kiasi kwamba kusiwe na laana. Maana yake kwa njia ya msalaba wa Yesu Kristo kuna nguvu ile ile inayoharibu mauti isiwepo kwenye maisha ya mtu. Jambo la tatu, maombolezo. Maombolezo ni tofauti kidogo na kilio. Maombolezo ni zaidi ya kilio. Maombolezo kwenye huo ulimwengu ujao hakutakuwa na maombolezo. Yaani hakuna kuombolezea kitu. Haliko jambo la kuombolezea. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne, kilio. Yametajwa hivi ili kuonyesha tofauti kati ya maombolezo na kilio. Yaani hakutakuwa na kilio. Halitakuwa jambo la kumfanya mtu alie. Halitakuwepo jambo la kumfanya mtu alie. Lakini ni nguvu ya ulimwengu ujao. Kuna nguvu itakayokuwa inaopaleti. Sasa nguvu hiyo ya ulimwengu ujao inaweza kufanya kazi kwenye ulimwengu wa sasa. Kwa nini? Kwa sababu Waebrania anatuambia kwamba mtu anaweza akatumia nguvu ya ulimwengu ujao kwenye ulimwengu huu wa sasa. Kupitia nini? Kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Jambo la tano, wala maumivu. Maumivu hakuna kule. Hamna kusema jamani, nimeona mgongo nauma. Hamna maumivu. Kwa sababu maumivu ni zao, kilio ni zao la laana. Maumivu ni zao la laana. Maombolezo ni zao la laana. Mauti ni zao la laana. Machozi ni zao la laana. Hakuna maumivu. Sasa kama jamani nimeimba sana sasa mguu umeuma. Anaona kiuno akina. Hakutakuwa na maumivu. Kwa nini? Kuna nguvu fulani imetawala, imeenea. Okay? Twende kwenye Ufunuo hiyo 22. Tukutajia 22. Kusomea mstari wa 3 na wa 5. Giza. Hapata kuwa na giza. Hapata kuwa na giza. Mstari wa 5. Ufunuo 22:5. Wala hapata kuwa na usiku, wala hawana haja ya taa wala nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu watia nuru, nao watatawala milele na milele. Kuna giza. Yaani ile kutokuwa hakuna giza. Maana kuna nguvu inaondoa giza. Mstari ule wa 20 ule wa 3 hapo kutu ukipanda. Wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Ni nguvu ulimwengu ujao. Lakini ni nguvu ya msalaba kwenye ulimwengu huu tulio nao sasa. Hiyo ndiyo inayoweza kuondoa laana zote. Hiyo ndiyo yenye nguvu ya kuondoa laana zote. Sasa msikilize. Nataka tukaombe. Ninaamini umeelewa. Mungu akusaidie kuelewa. Nataka tukaombe hapa dakika chache. Tukaombe. Tukaitie. Kumbuka tulikotoka kwanza. Kwamba laana haiwezi kumpiga mtu bila sababu. Laana haiwezi kumpiga mtu bila sababu. Kwa hiyo tukaombe toba kwa Mungu. Mungu arehemu, Mungu asamehe. Lakini jambo la pili, tukaitishe nguvu ya msalaba. Kwa ajili ya nini? Kuondoa laana.
maisha yetu, kuondoa laana kwenye maisha yako, kuondoa vilio kwenye maisha yako. Kumbuka neno hili, Waebrania hiyo 6:5. Nguvu ya msalaba ni nguvu ya ulimwengu ujao. Ndiyo maana nguvu hiyo ikiingia kwenye maisha ya mtu, yanafanyika mambo yasiyo ya ulimwengu huu, yanatokea mambo yasiyo ya ulimwengu huu, yasiyo ya kawaida kwenye maisha ya huyo mtu. Kwa nini? Kuna nguvu isiyo ya ulimwengu huu imedhihirika kupitia msalaba. Natamani sana ufungue moyo wako ili ufunguke. Kuna vitu ambavyo mimi nakwambia, msalaba ukifanya inabaki historia kwenye maisha yako. Nguvu ya msalaba ikipita inabaki historia kwenye maisha ya kwako. Kwa hiyo tukaitishe nguvu ya msalaba, kaombe ili nguvu hiyo ya msalaba ita nguvu ya ulimwengu ujao. Sawa, kila laana ikavunjike kwa nguvu ya msalaba, kila laana ikavunjike kwa nguvu ya ulimwengu ujao, ikaondoke. Usiwe na laana yoyote kwenye maisha yako, usiwe na laana yoyote kwa watoto wako. Jamani, kanuni ni moja tu, ukiamini unasema, ukisema inakuwa, hamna njia nyingine. Ukiamini ukasema inakuwa, ni hivyo tu. Unaamini moyoni, unasema kwa kinywa. Unaamini moyoni, unasema kwa kinywa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na mwisho tutaenda kuvunja kila madhabahu. Kumbuka mambo matatu: toba, kisha nguvu ya ulimwengu ujao; 3, kuvunja madhabahu. 1, toba; 2, kuitisha nguvu ya ulimwengu ujao; 3, kuvunja madhabahu. Haya mambo matatu kuyafanya haraka mahali hapa. Sasa kusaidia tu, unaweza ukawa uko mahali una maombi yako binafsi kusaidia. Napoomba